السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أخوة الكرام، alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tumeweza kukutana tena katika mkao wa kuizungumzia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulikuwa tumefikia katika kukizungumzia kisa ambacho kwamba ni maarufa, kisa adhima kilichopo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kisa hichi kimenasibishwa na mwaka aliozaliwa ndani yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao huitwa ni mwaka wa ndovu. Na ni kwa tukio kama hili na tukafikia mpaka kiasi cha Abraha, baada ya jumba kama hili, kanisa kama hili ambalo kwamba alijenga kwa ajili ya mfalme An-Najashi ndani ya Sanaa, Yaman, na akawa yuwalazimisha, baada ya kulijenga ikawa yuwalazimisha Waarabu, makabila ya Kiarabu yawe yatakwenda kuhiji Qulais, kama vile ambavyo kwamba wanaenda hija katika Baitullahil Haram ndani ya Makka, na wakapinga makabila ndani yake Qahtan na Maaddu Bani Adnan, kabila la Al-Adnan. Zaidi Makuraish likawaudhi jambo kama hili, mmoja akafunga safari akenda akachafua kanisa kama lile, na vijana wengine wakawa wenye kuchoma moto kanisa kama lile katika siku ambayo kwamba kulikuwa na upepo mwingi, likachomeka hadi likaporomoka. Kwa hiyo Abraha kwa hasira akawa ni mwenye kutayarisha jeshi kubwa ambalo kwamba ana uhakika hakuna ambaye kwamba ataweza kuwazuia, na mission yake, muhimma yake, lengo lake ni kwenda kuivunja Al-Kaaba. Kawa ni mwenye kusema ataivunja Al-Kaaba jiwe baada ya jiwe na ataileta chini. Katayarisha jeshi ambalo kwamba ndani yake kulikuwa na ndovu, na ndovu mkubwa kama huyu tukataja alikuwa ametumanwa na An-Najashi kutoka Habash kwa ajili ya muhimma kama hii, kwa ajili ya mission kama hii. Na vile vile ikatajwa kulikuwa na ndovu wengine 8, na baadhi wakataja ndovu 12 wakiwa pamoja na huyu ndovu mkubwa aliyekuwa akiitwa Mahmud. Wallahu aalam namba khasa ilikuwa ngapi, kwa sababu katika suala la mapokezi katika visa kama hivi au katika habari za waliotangulia, sehemu ambayo kwamba itatajwa namba na ikawa iko perfect, basi labda kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa jambo ambalo kwamba alilitaja kwa nafsi yake alayhi salatu wasalam, liannahu alayhi salatu wasalam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi ila ukweli. Katoa kwa mfano kisa cha kufurahisha, kwa mfano kama huu wa kuzungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi ila ukweli. Kuna wakati
Aisha radhiallahu anha amewahi kuwa na tofauti na Mtume alayhi salatu wassalam, akawa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Abubakar mkwewe babake Aisha aje atatue lile swala ambalo kwamba liko baina yao. Asa Aisha akiwa ankaa kando ya babake na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, kisha akawa ni mwenye kusema ati amwambia mumewe alayhi salatu wasalam, tena uzungumze ukweli, tena uzungumze haki. Abubakar radhiallahu anhu akawa ni mwenye kumpiga kibao, muuliza yaqulu rajul illa alhaq, huyu bwana kwani yuzungumza jambo lingine isipokuwa haki peke yake? Mpaka Aisha ambaye kwamba alikuwa ankuja babake ndo atatue jambo liko baina yake na baina ya mumewe, akakimbilia nyuma, akaenda nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujilinda na babake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja ikiwa ni nambari fulani tutashika, hii ndiyo accurate. Ama katika hizi ambazo kwamba zaja riwaya tofauti tofauti, basi huwa hakuna uhakika ndani yake. Kwa hiyo hapa imetajwa ni 8 na baadhi wakataja 12 pamoja na huyo ndovu mkubwa Mahmud. Na Abraha akawa ni mwenye kutoka na jeshi kama lile kubwa, akiwa ni mwenye kuelekea kutaka kuivunja Al-Kaaba, na plan au namna ambayo kwamba walikuwa wameipanga ilikuwa ni kufunga macheni katika kuta za Kaaba, wende wakatie macheni na pande ya pili ya macheni iwe yenye kufungwa kwa ndovu, kisha wale ndovu wawe mwenye kushungwa, yani waende direction tofauti tofauti, ili Al-Kaaba iwe yenye kuporomoka chini kuta zake. Na Waarabu, makabila ya Kiarabu waliposikia habari za jeshi hili la Abraha, wakawa ni wenye kulichukulia hili jambo ni zito, hili jambo ni kubwa, qadhiya ambayo kwamba ni masiria, qadhiya ya imma kubaki au kufa, qadhiya ya kufa na kupona. Hili jambo ni kubwa, hili jambo ni kuhusu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa ni wenye kulichukulia ya kuwa ni faradhi juu yao kulinda nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya yoyote ambaye kwamba amepanga uovu dhidi yake. Kwa hiyo akatoka katika watu ambao kwamba ni waheshimiwa zaidi katika watu mashuhuri wa Yaman, na katika mkuu wao, katika machifu wao wakuu, katika viongozi wao ambaye kwamba jina lake lilikuwa Dhunafar, akatoka pamoja na watu na akawaita watu, akawanadi watu wake waende wakamzuilie Abraha, na watu wake wakawa wenye kukubali, wakaja pamoja ili kwenda kuzuia Abraha pamoja na jeshi lake, na wakawa wenye kuingia katika vita na wao. Abraha akawa ni mwenye kuwashinda, akasongea kwa Dhunafar pamoja na watu wake pamoja na kabila lake, na katika makabila ya Waarabu ambao kwamba aliwanadi ili wende wakalinde mpango kama huu muovu usitimie, wakawa wenye kushindwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, ili Allah subhanahu wa ta'ala akidhi amri yake iwe yenye kupita. Kwa hiyo sehemu fulani ya kushindwa, marhala fulani ya kushindwa, hata kushindwa kwa waumini haimaanishi Allah subhanahu wa ta'ala ameshindwa. Zote ni katika mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa hawa tunawazungumzia hapa si waumini, lakini tuwazungumzia amri ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takaniwa tutofautishe hapa amri ambayo kwamba tuzungumzia actually hili jeshi la manasara, na manasara tulitaja kiimani, wao wako karibu zaidi na Waislamu kuliko washirikina.
Walakini hapa kadhia ilikuwa ya Kaaba, na Kaaba ni katika dalili, ni katika matukufu ya Uislamu. Kwa ikhwata alkiram, jeshi likasongea mpaka likafikia ardhi ya Khatham na sehemu kama hii ya Khatham akawa ni mwenye kutoka Nufail bin Habib al-Khathami pamoja na watu wake na kabila la Shahran na Nahis, wakawa ni wenye kupigana na Abraha wakijaribu kumzuilia asiproceed, asielekee katika kutekeleza mpango wake kama huu muovu. Lakini Abraha vile vile akawa ni mwenye kuwashinda na wakataka kumuua pia yule kiongozi wao Nufail bin Habib. Kisha baadaye wakaona la, wasimuue, wakamchukua ili awasaidie kufika katika sehemu ya Kaaba kupitia ardhi ya Hijaz. Na walipofika Taif, sasa watu wa Taif, Banu Thaqif, wao wakawa wenye kutoka wakaelekea kwa Abraha, si kumpiga vita, walitoka kwenda kutaradhilia kwa Abraha. Wao walikuwa na jambo lao walilinda, walikuwa na nyumba yao ya ibada waita Baitul Lat, hawataki ivunjwe. Kwa hiyo hata kama Kaaba itavunjwa, lakini hii nyumba yao iwe yenye kuibakia, isiwe yenye kuvunjwa. Kwa hiyo wakawa wenye kutoka wakataradhilia, na Abraha akawa ni mwenye kuaridhia, na wakampatia bwana mmoja akiitwa Abu Rughal ili awe ni mwenye kuwaelekeza. Sasa huyu ni tofauti na Nufail bin Habib. Nufail bin Habib ametenzwa nguvu, ameshikwa kama mateka, akiwasaidia katika njia za kuifikia Hijaz. Abu Rughal ni kibaraka, amejipeleka, wametaradhilia, wakapeana mtu wao awasaidie, awe kama dalili. Kwa hiyo huyu ilikuwa ni kibaraka Abu Rughal. Na angalia wallah, huyu bwana ni aibu ngapi inampata mpaka katika tarehe, kuanzia wakati huo mpaka sasa hivi. Miaka mingapi yake? Miaka mingapi kuanzia wakati huo mpaka sasa hivi? 1000 na Taif, kabila la Banu Thaqif leo azungumziwa mnarani kwa jambo la aibu ambalo kwamba lilifanya. Kwa hiyo kuwa makini katika jambo hasa la umma, usiwafanyie watu khiana. Lau Mwenyezi Mungu atataka mpaka vizazi vinavyokuja vitakuja vitasoma vitasema mtu fulani alikuwa khain, aibu kubwa. Hebu imagine huyu mtu mpaka leo yosoma kuwa yeye alikuwa khain, Abu Rughal. Kwa hiyo akawaleta, wakaja mpaka wakafikia sehemu inayoitwa Mughammas, Al-Mughammas, na Al-Mughammas iko karibu na Makka. Wakaweka kambi yao hapo, kisha akawa ni mwenye kutuma na majeshi yaende akakusanye katika mifugo ya watu wa Makka, katika mifugo ya Makuresh, chochote watakachopata katika ngamia, kondoo, kile watakachokipata katika mifugo yao ambao kwamba walikuwa wanalishalisha sehemu kama zile. Wakatumana na kiongozi wao alikuwa bwana aitwa Al-Aswad bin Mafsud, na wakenda wakawa wenye kukusanya, na ndani yake kulikuwa na ngamia za Abdul Muttalib 200, wakawa wenye kuzikusanya. Na vile vile Abraha akawa ni mwenye kutumana mjumbe kwa jina Hanata Al-Himyari aende katika mji wa Makka
awe ni mwenye kumwamrisha kiongozi wa Makuraish aende kwa Abraha, na akawa ni mwenye kumwambia amfahamishe kiongozi wa Makuraish ya kuwa hakuja yeye kuwapiga vita, hakuja kwa Makuraish ili kuwapiga vita, bali jambo lake ni kuivunja Al-Kaaba, na atampiga vita yoyote ambaye kwamba atajaribu kuwazuilia. Kwa hiyo akawa ni mwenye kuenda katika mji wa Makka, na akaenda kwa Abdul Muttalib, akawa ni mwenye kuongea naye, na akamwambia kuwa hakuja mfalme kuja kuwapiga vita, na ametaka kuongea na wewe. Na Abdul Muttalib alipopewa habari kama zile, Abdul Muttalib akawa mwenye kusema, wallahi ma nuridu harbahu, sisi wallahi hatutaki kumpiga vita yeye Abraha, wama lana bidhalika min taqa, na hata lao tungetaka hatuna uwezo sisi wa kumpiga vita yeye. Hata lau tutataka kumpiga vita hatuna uwezo wa kuzuilia jeshi lake. Hadha baitullahi alharam, hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu, wa baitu khalilihi Ibrahim, na nyumba ya kipenzi chake Ibrahim alayhi salam. Fa in yamnahu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu, lau atakuwa ni mwenye kumzuilia na jambo hilo ambalo kwamba yalitaka, basi hii ni nyumba yake na ni tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala. Akimzuilia, akitaka kumzuilia atamzuilia. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu, na lau atakuwa ni mwenye kumuacha baina yake Abraha na baina ya nyumba yake, basi sisi pia hatuna uwezo wa kulizuilia hilo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwamba haliko mikononi mwetu. Hunata al-Himyari akawa ni mwenye kumwambia, fadhhab ma'i ilayhi, twende pamoja kwa Abraha, na wakaenda pamoja. Na Abraha alipomuona Abdul Muttalib akawa ni mwenye kuvutiwa naye. Alikuwa na mwili mzuri, alikuwa na nini mzuri wa muonekano, yani kimwangalia unakuwa ni mwenye kuvutiwa naye, unakuwa ni mwenye kumheshimu. Na impression kupitia kuangalilika hivi ni jambo ambalo kwamba la kibinadamu, jambo ambalo kwamba la kibinadamu. Lau mtu atatoka, yani kwa mfano mtu awe ni mwenye kuvaa tracksuit, awe ni mwenye kuvaa nini, tracksuit, kisheria aweza kutoa khutba, akapanda mimbar akatoa khutba au la? Yaweza. Lakini ule muonekano utakuwa muonekano wa aina gani? Ile impression, watu wakiingia hapa msikitini, jamaa kula tracksuit, kunani? Mtu aweza kaona hapa mambo hayaeleweki, hebu ngoja nitoke, alafu kisha baadaye nitaulizia habari namna gani. Na lau atajaweza akachukuliwa mtu ambaye kwamba hana ilmu na akavalishwa vizuri, watu wakaona na watu wakasubiri wamsikilize. Impression ni muhimu. Kwa hiyo jambo ikiwa la muhimu, hakikisha unayo impression mzuri ya jambo lako kama lile. Wewe waenda zako katika interview ya sehemu ambazo kwamba ni white collar jobs, vaa vizuri, takin vizuri ndugu yangu, watu wakikuona waseme huyu bwana anaonekana aweza akatupigia kazi vizuri. Wenda mjengo usitakin, kama wenda kuomba kazi mjengoni usitakin. Tatakin jamaa atakuangalia, atasema huyu hawezi kazi huyo, hebu ngoja mwanzo. Wataangalia wale ambao kwamba wankuja kidogo hali zao
kila kitu chawekwa mahali pake, kila kitu chawekwa mahali pake. Kwa hiyo Abdul Muttalib alikuwa na muonekano ambao kwamba ulimvutia Abraha, sababu Abdul Muttalib alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni mzuri wa muonekano. Kwa hiyo Abraha alipomuona akatoka kutokamana na kochi lake lile, sehemu yake ambayo kwamba alikuwa amekaa, kwa heshima ya ule muonekano wake alivyomuona. Na baadaye tutaangalia maneno ya Abraha akizungumzia tu kuhusu hii heshima ya muonekano na alizungumzia vipi. Kwa hiyo akawa ni mwenye kushuka na akakaa pamoja naye katika busati, ala albisat, katika busati, na akamwambia yule mkalimani wake, akamwambia qul lahu, mwambie bwana, hajatuk, wataka nini, watakaje? Manake unkuja mbele ya mfalme, tuambie watakaje. Yuasubiri Abdul Muttalib, labda mtaradhilie bana, makosa yamfanyika bana, lakini usitufanyie hivi, kitu kama hiyo. Alitarajia kitu kama hiyo. Abdul Muttalib akawa ni mwenye kumwambia yule mkalimani wake, akamwambia inna hajati an yuraddu alayya almaliku 200 ba'iri asabaha li. Mwambie huyo mfalme bana, kuna wale ngamia wangu 200 aliowachukua, mwambie nirejeshe, nataka ngamia wangu mimi. Abraha alipoambiwa, Abraha akawa mwenye kumwambia yule mkalimani wake, qul lahu, mwambie laqad kunta ajabtani hina raaituk, mimi nilipokuona wewe ninavutiwa sana na wewe, nikakuheshimu wewe. Nilipokuona nakuheshimu na nikakupenda sana. Thumma kad zahidtu fika hina kallamtani, kisha baada ya kuwa wewe unizungumzisha, mimi ninajiweka mbali na wewe. Atukallimuni fi 200 ba'iri asabtuha lak, wanizungumzisha kuhusu ngamia 200 ambao kwamba ninawachukua kwako wewe. Watatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad jitu lihadamai, yani mimi ninakuja kuvunja nyumba ambayo kwamba ni dini yako, dini ya wazee wako, mimi ninakuja kuivunja. Niuliza kuhusu ngamia 200? Hata sina haja na wewe. Anambia ninakuheshimu kupitia muonekano wako, lakini ulipozungumza tu mimi bana, hata sina haja na wewe, kwa sababu sasa mimi mpango wangu ni kuivunja nyumba yenu ambayo kwamba ni dini yenu na dini ya wazee wenu. Akawa ni mwenye kumwambia Abdul Muttalib, akawa ni mwenye kumjibu Abraha, inni ana rabbul ibil wa inna lilbaiti rabban sayamnahu, mimi bana ni mlezi wa ngamia, mimi ni mchunga wa ngamia. Changu mimi ngamia tu ndo wangu, ile nyumba ina mola, ina mchunga wake ambaye kwamba ndo atakuwa ni mwenye kuilinda, si mimi. Mimi nafuata ngamia wangu, mpatie ngamia wangu shekhe. Akawa ni mwenye kumjibu maneno kama haya. Abraha akawa ni mwenye kumwambia, hakuna kitu ambacho kwamba kitanizuilia mimi kuivunja Al-Kaaba, ma kana liyamtani minni, haiwezi kazuiliwa mimi nisiivunje. Dhak, mesi wewe na hilo sasa ni jambo lako, hiyo sasa ni ishu yako. Kwa hiyo wewe endelea na shughuli yako, manake wewe umetarajia mimi nje nikuzungumzie kuhusu Kaaba. Kaaba si yangu, Kaaba ina Mola ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuilinda. Kwa hiyo Abraha akawa ni mwenye kufuatwa vile vile na machifu, viongozi wa Waarabu, pamoja na wakiwa na Abdul Muttalib, na wakajaribu kumpatia mali, thuluthi ya mali ya kabila la Tihama, ili awe ni mwenye kuliacha jambo kama lile, lakini Abraha akawa ni mwenye kukataa na akasema wale ngamia 200 waregeshwe kwa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib
akawa ni mwenye kurudi kwa watu wake na akawa ni mwenye kuwaamrisha ya kuwa waiondoke ile mji wa Makka na waende katika sehemu za juu za majabali, ili wale majeshi sije katika kutekeleza lile jambo lao wakawa wenye kuvuka mipaka na wakaingilia pamoja na watu. Kisha akawa ni mwenye kushikilia katika ile ring kubwa katika mlango wa Kaaba, na wakawa wenye kumnadi Allah subhanahu wa ta'ala awapatie ushindi juu ya Abraha na jeshi lake. Na hebu angalia hawa watu wako katika udhaifu mpaka wanaondoka sehemu kama ile, wanaacha jeshi, lakini bado walifanya nini? Waliomwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi tunusuru. Au washirikina yatakaniwa tuchukueni somo kubwa, ikhwata alkiram. Sisi tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hebu niambie, kuna sehemu gani twaweza sisi tukafika tukakata tamaa na Allah subhanahu wa ta'ala, hali hiyo itakavyokuwa? Hawa watu wanaondoka, wao wanaondoka, sio kuwa wanamuomba nusra huku wamesimama. Hilo ni jambo tofauti. Vita vya Badr, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, huku yuko na jeshi kwa ground. Hawa washirikina baina ya Makuraish wanaondoka wanakwenda katika milima, huku wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru. Kwa hiyo hili ni somo kubwa, yatakaniwa tuchukue na tusiwe wenye kukata tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akawa ni mwenye kusema Abdul Muttalib akimnadi Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna almar'a yamna'u rahlahu famna rihalak famna hilalak. Sema kila mmoja sahi umuhimu kwake yeye, yualinda kile chake, yualinda mifugo yake na kile ambacho kwamba ni chake. Kwa hiyo ya Rab, wewe nawe pia linda chako, nyumba yako ya Rabbi ilinde. Sahi watu walinda vyao, basi ya Rabbi linda na wewe nyumba yako. La yaghlibanna salibuhum, usiwe wenye kushinda msalaba wao. Wa mahaluhum ghadwa mihalak, na jalia iwe ni yenye kushindwa mipango yao inapoingia asubuhi. Kwa ikhwata alkiram, Abdul Muttalib na yeye akawa ni mwenye kuondoka sehemu kama ile, na wakaenda katika sehemu za majabali kwa juu. Na vile vile walichofanya pia Makuraish, waliacha ngamia 100 zilizofungwa karibu na Kaaba. Ngamia 100 wanziacha kwa ajili gani? Wametarajia wale majeshi wawe wenye kuzitwaa, waziibe, ambayo kwamba si haki yao, wapate hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani waliwategesha mpaka kwa kupata hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, waache mifugo pale, sababu wajua wale watakuwa ni wenye kuiba mifugo kama ile, si haki yao, wazidi kupata hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhi ilipoingia, Abraha akawa ni mwenye kujitayarisha katika kuingia mji mtukufu wa Makka, na akatayarishwa ngamia Mahmud, na akawa ni mwenye kutayarisha jeshi lake, wakamwelekeza ngamia kama huyu Mahmud katika sehemu ya Kaaba. Na wakati kama huo Nufail bin Habib ambaye kwamba alikuwa amechukuliwa katika kabila la Khatham kama mateka, akawa ni mwenye kuteremkia ngamia kama yule, akawa ni mwenye kumshika katika sikio lake akimwambia, piga goti ewe Mahmud, piga goti ewe Mahmud, kisha geuka na urudi kule ulikotoka, kwa sababu wewe uko katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu Mahmud. Akimwambia ndovu kama yule, kisha alafu akamwachilia sikio lake, na akawa ni mwenye kutoroka pia yeye, akaenda sehemu za juu za milima. Abraha pamoja na jeshi lake wakashangaa, ndovu kama huyu mkubwa Mahmud akawa ni mwenye
kupiga goti, na wakaja wakajaribu kumpiga ili ainuke. Mahmud akawa ni mwenye kukataa ndovu kama yule, na wakampiga vile vile kwa ala tofauti tofauti, wakamdunga kwa vitu ili awe ni mwenye kuenuka na aende, lakini akakataa vile vile. Walipomgeuza direction ya Yaman akaenuka, ikawa yuaenda. Wakimgeuza katika direction ya Sham ikawa yuaenda vile vile. Wakimgeuza upande wa mashariki yuaenda, lakini wakimgeuza sehemu ya Al-Kaaba iliko yuapiga goti haende. Kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe ambao kwamba yani Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamsikiza na kumtii moja kwa moja, hawana mahesabu. Sisi ndio tumpewa sehemu ya kuchagua tufanye kheri au shari. Wanyama hawatambui ila kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mnyama hata awe ni mnyama hatari wa aina gani, hadhuri isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kuona video moja ilizungushwa sana kwa mtandao, kijana ameamka yenda zake fajr, ankuja anaingia hivi mitaani, mambo anamfuata mbio, wallahi anamfuata mpaka yule kijana akanadi la ilaha illa Allah. Wale mambo wakafanya nini? Wakasimama wakarudi. Hii yenye kuongeza zaidi katika imani na thika yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha katika hali kama hii Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwatumia ndege ambao kwamba walitoka katika sehemu ya bahari, ndege ambao kwamba ni wadogo wadogo, na kila ndege alikuwa amebeba mawe matatu, yani jiwe kwa mguu mmoja na ule mguu mwingine, na moja liko katika baina ya midomo yake, na vijiwe vidogo vidogo saizi ya kama hizi dengu hivi, vijiwe vidogo vidogo, na wakawa wenye kuangushiwa na yakawa yenye kuangamiza mawe kama yale. Pamoja na kuwa sio wote walikuwa wenye kugongwa na mawe kama yale, walipoona hali kama ile wakawa wenye kushtuka, wakawa wenye kupanic, wakawa wenye kutoroka huku na kule, wakimuulizia Nufail ili awe mwenye kuwaelekeza njia ya kurudi kwao Yaman, ya kurudi Sanaa. Nufail yeye alikuwa ashatoroka, yuko katika sehemu za juu za milima akiangalia yale ambayo kwamba yakitokea kwa hasira na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba imewateremkia watu wa ndovu. Kisha Nufail akawa ni mwenye kusema kwa maneno ya kiushairi, watakimbia waende wapi wakati Mola mmoja wa haki ni yule ambaye kwamba yamtafuta al-Ashram, na Ashram ni mwenye kushindwa wala sio mwenye kushinda. Utakimbia uende wapi? Allah subhanahu wa ta'ala ndio yakutafuta wewe. Bunaambie sasa usikie habari ati intelligence ya kutafuta, wenda wakimbia, wenda intelligence ya kutafuta, wakimbia wenda mji gani? Intelligence ya nchi basi. Haya ni Allah subhanahu wa ta'ala yakutafuta. Watorokea wapi? Ardhi yake, mbingu yake, bahari zake na vilivyomo chini. Kwa hiyo akawa ni mwenye kuzungumza maneno kama haya wakiwa wenye kuangamizwa, na akawa ni mwenye kutaja Ibn Ishaq maneno ya Nufail katika ushairi wakati kama ule, akisema amkuishi katika nguvu ambayo kwamba sisi tuwapatia, na tukiwa wenye kuwaelekeza nyinyi katika barabara. Lau ulikuwa ni mwenye kuona, lau ulikuwa ni mwenye kushuhudia, lakini haukuona ule upande wa jabali ambao kwamba umefinikwa na mlima kwa yale ambayo kwamba tumeyaona. Yani haya maneno ya kiushairi ni ngumu yani kuyatafsiri yani Kiswahili, ni kwa Kiarabu kisha mtu aeleze habari zake.
Kwa hiyo akawa ni mwenye kusema, basi mtanisamehe mimi na jambo langu, na msisikitike kwa yale ambayo kwamba yamepotea baina yetu. Si walimchukua wakisema ya kuwa huyu ndo tutamtumia tuelekeze tuende sehemu ambayo kwamba sisi tunataka kwenda. Asema mimi ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nimewaona wale ndege na nikahofia haya mawe yatatuteremkia sisi. Kwa hiyo kwa watu wote ambao kwamba wanamuulizia Nufai, basi mbona mwamuulizia kama ambaye niko na deni na nyinyi? Hatuna deni, hatudaiani, mbona ikuwa watu wamuulizia Nufai? Manake jamaa wamepanic, mawe yawateremkia. Na haya mawe yalikuwa yakiwateremkia, baadhi wametaja ilikuwa litashuka na litateremka na kila kitu, na katika riwaya imetajwa walikuwa wakikatika katika viungo vyao. Na ikhwata alkiram, wengine wakawa wenye kutoroka, lakini kila wanapotoroka viungo vya waanguka anguka, wenda huku viungo vya waanguka anguka. Na Abraha alikuwa mmoja wao. Abraha alikimbia huku viungo vya mwanguka anguka mpaka akaangukia katika ardhi ya Al-Khatham, ile ambao kwamba walikwenda wakawashinda kina Nufai bin Habib, na wakaondoka Maka hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza, amewachafua katika kila njia na katika kila sehemu ya maji. Na Abraha mwili wake ulikuwa ni wenye kuharibika na mawe kama yale, na baadhi katika majeshi wakawa wenye kumbeba, na ikawa viungo vya mwanguka, kiungo baada ya kiungo ambebwa, lakini viungo vya mwanguka, kiungo baada ya kiungo, mpaka walipofikia Sanaa. Na wakifikia Sanaa, wasema hakubakia Abraha isipokuwa alikuwa kama kifaranga, katika amekuwa mdogo, amekuwa kama kifaranga. Na wasema hakufa Abraham mpaka moyo wake pia ulianguka mwanzo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala alimdhalilisha. Kuna baadhi ya vifo Allah subhanahu wa ta'ala yuwadhalilisha katika wanadamu ambao kwamba walivuka mipaka, na hichi kisa kikawa katika fadhila kubwa, na ikawa katika aya na katika dalili, katika hujja ambazo kwamba zilitumika katika kuwakumbusha Makuraish juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakisomewa alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Sababu hawa Makuraish, na kiasi ambavyo kwamba tutasonga, walikuwa wampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wamepata neema kama hii, fadhila kama hii, kulindwa kwa kupitia muujiza. Na ujue muujiza kama huu uliwapatia wao mpaka heshima, watu walikuwa wanawaheshimu. Abraha pamoja na jeshi lake na ndovu wake mkubwa, pamoja na mandovu waliokuwa nao pamoja, na hakuna hata jeshi mmoja alisimama katika ardhi ya Makka, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwaangamiza. Waarabu wote waliwaheshimu Makuraish, na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewafadhilisha mpaka akiwakumbusha, akiwatajia liilafi Quraish juu ya misafara yao, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, wakati wa misimu yote, ile msimu wa kipupwe na msimu ambao kwamba ni wa joto, siku zote wao wako katika biashara. Falyabudu rabb hadha albayt, basi wamwabudu mola wa nyumba hii, alladhi yat'amuhum min ju'in, amewalisha wao akawahifadhi kutokamana na njaa, wa amanahum min khawf, na akawapatia amani kutokamana na khawf, kwa sababu watu walikuwa wakijua Makuraish hawa, wale wa Makka, wale wa sehemu ya Kaaba, wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwalinda, basi watu walikuwa wakiwaheshimu. Misafara yao ilikuwa haivamiwi ovyo ovyo. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, haukuona Mola wako alivyofanya kwa watu wa ndovu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, akujalia vitimbi vyao ni katika udhalilifu. Wa arsala alaihim tayran ababil, akawateremshia ndege na ababil,
katika mufassirun walivyotaja, sababu leo utaona picha itaenezwa ambiwa huyu katika wale ndege ababil. La, ababil yani maana yake ndege kwa wingi au ndege tofauti tofauti au waliokuja wakifatana na wengine kwa nyuma, sio specifically kuna ndege fulani kama ilivyotajwa katika tafsir ya Ibn Kathir. Wallahu aalam, na huenda ikawa wengine wameeleza tofauti. wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, kawafanya kama majani yaliyokatwa katwa, kwa sababu hata hayako pamoja, yametapakaa tapakaa. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwaangamiza. Kwa ikhwata alkiram, kwa kiasi ambacho kwamba ametuwafikia Allah subhanahu wa ta'ala, hichi ndio kisa cha watu wa ndovu, na katika mwaka huu ndio mwaka ambao kwamba alizaliwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imma yaweza ikawa prior, yani amezaliwa kisha likatukia, au ikawa baada ya hili tukio kisha akazaliwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu aalam. Lakini ni kwa mwaka wa munasaba wa tukio kama hili kutokea, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa ndani yake. Inshallah takuja tutaendelea katika juma linalokuja kuhusu kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kiasi kuhusu babake na mamake kabla ya kuzaliwa kwake, na mpaka pale ambapo kwamba atatuafikia Allah subhanahu wa ta'ala. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote katika wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam haki ya kumpenda. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika waja wake ambao kwamba hawataondoka katika huli ulimwengu isipokuwa wamesamehewa madhambi yao na wameridhiwa na imepokelewa amali zao chache na wamefunguliwa milango ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairal jazaa.